Sasa bila shaka wote tunataka kusikia hawa lazima wafanye utume, sio? Sasa lazima tutamke wapi wanakwenda kufanya utume. Si wao tu, wapo na wengine wachache ambao kutokana na kupata wachungaji wapya daima huwa kunakuwa kuna kamtikisiko kidogo. Ni kadogo sana kamtikisiko. Ni kadogo sana. Kwanza kabisa mtakumbuka kwamba katika jimbo letu tumekuwa na parokia teule moja ya Ihongole ambayo tangu imetangazwa kuwa parokia teule imekuwa ikilelewa na paroko wa parokia ya Mafinga ambayo kutoka kwake inamegwa parokia hiyo, Mheshimiwa Padre Dietrich Mwenda. Sasa tumeona inampendeza Mwenyezi Mungu tuitaje leo kuwa ni parokia kamili. Kwa hiyo tunafikisha idadi ya parokia 22 na itazinduliwa rasmi tarehe 3 mwezi Oktoba. Kwa maongozi ya Roho Mtakatifu tumemteua kuwa paroko wa parokia hiyo mpya ya Ihongole Mheshimiwa Padre Emmanuel Biovela. Naomba barua yake, uje uchukue barua. Asante sana. Halafu nitumie nafasi hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya uwepo wa mapadre wa zawadi ya Mungu Fidei Donum kutoka jimbo kuu la Bologna ambao walifika jimboni Iringa wakati huo mwaka 1974 na wamekuwepo pale Usokami mpaka mwaka 2011 tarehe 31 Disemba. Siku hiyo walikabidhi rasmi utume wa parokia ya Usokami kwa askofu ili amweke padre mzawa au padre wa jimbo kuwa ndiye paroko wa parokia ile, na msemaji hapa ndiye alikuwa paroko huyo. Kesho yake tarehe 1 mwezi wa kwanza wao walianza utume wakianzisha parokia mpya ya Mapanda, na makubaliano ya awali ilikuwa wahudumu pale kwa miaka 10 ambayo mwisho wake kwa kweli ilikuwa tarehe 1 mwezi Januari 2022. Hata hivyo, kutokana na mahitaji na hali ilivyokuwa na baada hata ya kuzaliwa jimbo la Mafinga bado tukaomba waendelee kuvuta. Sasa kwa kweli wamevuta mpaka wamefika mahala Baba Kardinali ambaye tunamshukuru sana amesema anaomba
awapokee mapadre warudi jimbo kuu la Bologna, kwa sababu na yeye kule ana hali ngumu sana ya idadi ya wachungaji, na hivi wao watakuwepo bado mpaka mwezi Januari 2027 ndipo watakapoondoka rasmi. Si kwamba watakata sasa mahusiano au mashirikiano kati ya majimbo yetu haya mawili, Mafinga na Iringa. Tutaendelea kwa namna nyingine, namna ambayo kwa kweli imekwisha kuanza. Mpaka sasa tunao waseminari wetu wakubwa wanaolelewa kule kutoka majimbo yetu mawili, mmoja kutoka jimbo la Iringa na mwingine kutoka jimbo la Mafinga. Yule wa Mafinga asimame. Katindasa yupo? Kufika leo basi, sababu ya nani? Kwa hivi tunaendelea kwa namna hiyo, lakini pia kuna wamisionari walei wataendelea kushirikiana nasi kwa namna fulani, wakisaidiwa na hawa mapadri ambao wamekuwa wakihudumu ndani ya jimbo letu. Kwa sasa ambao wanamalizia ungwe hii, yupo Padre David Zangarini na Padre Marco Dalla Casa. Naomba msimame. Asante sana, nashukuru sana. Sasa tumemteua padre wa jimbo la Mafinga ambaye kuanzia mwezi wa 9 kadiri ya tarehe iliyotajwa kwenye barua atakwenda kuripoti kule Mapanda na atakuwa nao mpaka mwezi Januari, ili mwezi Januari asimikwe rasmi kama paroko wa parokia Mapanda. Huyo si mwingine bali ni Mheshimiwa Padre Evans Mlangwa. Barua. Wakati wa utambulisho tuliambiwa kwamba kwa mara ya kwanza tumekuwa na uwepo wa mapadre wawili wa shirika la Mtakatifu Thomas Mtume ambao baada ya mawasiliano wamekuwa tayari kuja kuhudumu ndani ya jimbo letu, na kwa sababu hiyo tumeridhia kuwapatia moja ya vituo vyetu, na kituo hicho tunakitangaza leo kuwa parokia teule, na hivi kinapata paroko mteule wa parokia hiyo, na ataripoti mwezi huo ujao, mwezi wa 9, baada ya kuwa baba paroko wa Nyakipambo na waamini wa eneo hilo watakapokuwa wamefanya maandalizi walao ya kupokea padre moja. Kituo hicho ni mpaka sasa ni kigango au parokia tarajiwa ya Mbalamaziwa. Sasa ni parokia teule. Sasa ni parokia teule ya Mbalamaziwa, na paroko mteule wa parokia hiyo teule ya Mbalamaziwa ni Mheshimiwa Padre Shaiju Jose. Sasa hii ya mkuu wa shirika, kwa sababu utaratibu mkuu wa shirika anapendekeza, mimi nateua, kwa lazima nirudishe taarifa kwa mkuu wa shirika pia. Asante sana. Sasa tuone mapadre wetu wapya, lakini mmoja sio mpya. Mheshimiwa Padre Augustino Msilwa tunamtuma kuwa paroko msaidizi parokia ya Madibira.
Mheshimiwa Padre James Gonelamenda tunamtuma kuwa paroko msaidizi parokia ya Nyakipambo. Mheshimiwa Kaweko Bita Mheshimiwa Padre Ivo Kalinga tunamtuma kuwa paroko msaidizi Ikwega. Mheshimiwa Padre Baraka Kangalawe tunamtuma kuwa paroko msaidizi Kinyanambo. Mheshimiwa Padre Michael Singaile tunamtuma kuwa paroko msaidizi Ujewa. Mheshimiwa Padre Joseph Makao tunamtuma kuwa mlezi na mwalimu seminari ndogo ya Mafinga. Mheshimiwa Padre Zakaria Ndunguru tunamtuma kuwa paroko msaidizi Mgololo. Yupo mzee wetu Mzee Sebastian Mponzi ambaye mpaka sasa afya yake haijatengamaa, lakini itakapotengamaa atakwenda kuwa paroko msaidizi wa pili Madibira. Basi huo ndio mtikisiko mdogo kwa mwaka huu. Tuendelee kuomba Mungu ambaye anaendelea kutujalia kama mlivyoona idadi ya waseminari, basi hata vile vituo vingine ambavyo tungetamani kwa kweli walau vio na mapadre si pungufu ya wawili viweze kuwa hivyo, tungetamani sana, lakini basi hali halisi ni hiyo. Tuwe na moyo wa shukrani na tuendelee kuomba ili Bwana wa mavuno apeleke watenda kazi shambani mwake. Unaona hata mapanda, maana yake mapadre hawafidei dorumu kama wataondoka mwezi Januari, kuanzia Januari walau mpaka Agosti huko atabaki peke yake huyo. Tutaona namna ya kufanya, lakini kuna parokia nyingine kama Ibwanzi pia yuko peke yake. Kwa hiyo Imehe pale yupo peke yake, ingawa pale anapata msaada kidogo kutoka Nyororo. Kwa hiyo tunatamani kwamba at least parokia karibu zote ziweza na wachungaji si pungufu ya wawili, lakini pia tuna maeneo mengi tu ambayo tunataraji yawe parokia kwa ajili ya kusogeza huduma kwa watu, na hivi hatuwezi kufungua parokia kama hatuna mapadre. Na ili tupate mapadre kama mhamasishaji alivyosema, lazima tuhakikishe sote tuna
tunashirikiana kuwaandaa kwa kuwaombea, lakini pia kwa kutoa michango yetu. Baada ya kusema hayo, naomba nisisitize moja tu kusudi walau twende tupate chochote. Najua matumbo yanatikisika. Swala zima lile la hija, naomba sana tarehe 26 jimbo zima tufike kule kuhiji, na kama tulivyoambiwa kituo chenyewe cha hija ndio tunakijenga. Kwa hiyo tutakuwa tunahiji huku tunajenga huku tunahiji. Na kwa sababu hiyo tumeona ni vema siku hiyo tuwe tuna changizo hilo linaloenda kwa sura ya kupata sahani ya chakula. Kwa hiyo nitaomba sote tutakaoshiriki tuwe na chochote kwa ajili ya kufanya hilo changizo. Lakini pia ninajua kwamba haiwezekani kwenda kundi kubwa sana. Kwa hivi kwenye parokia zetu, hata wale ambao hatakuja kwenye hija, ambao watakuja kuwakilishwa na wengine, mje na kitu, na nitaomba kusikia siku ile kwamba parokia ya Kibao tunanunua sahani ili tuchangie kiasi fulani. Sawa sawa, achilia ile moja anayekuja kuleta kila moja, lakini kila parokia na kila taasisi, ili kazi yetu ile ya ujenzi wa kile kituo uweze kwenda kazi yenyewe imeshaanza, lakini kadri takavyokuwa tunatoa sadaka zetu, michango yetu, kituo chetu kitakuwa kinaendelea kujengwa, na sisi tunazidi kupata fursa ya kwenda kusali kwa Mama Bikira Maria afya ya wagonjwa, sababu hii ndio msimamizi wa kituo cha hija atakuwa Mama Bikira Maria afya ya wagonjwa. Lakini naomba kwa namna ya pekee kwa wale wa Bonde la Ufa, ninyi ni jirani zaidi kufika, basi muwe mstari wa mbele zaidi kufika kwenye hiyo hija. Baada ya kusema hayo, nikutakieni nyote kila laheri, wenye kusafiri safari njema, lakini tukumbuke kesho ni Ijumaa. Asanteni sana. Sasa kuiye galila kunono sio? Nimwombe padri mpya bariki chakula ndio. Bariki chakula alafu